Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza Wizara ya Nishati kuimarisha miundombinu ya hifadhi ya mafuta na kuhakikisha nchi inakuwa na akiba ya kutosha kukabiliana na misukosuko ya bei. Wakuu wa mikoa wote nchini watakiwa kuzisimamia halmashauri zao kuhakikisha zinaweka siku maalum ya kusikiliza malalamiko na kero kwa wananchi katika ngazi ya kata. Siku chache baada ya jeshi la polisi mkoa wa Mara kuwataka wanawake wa Chadema kusitisha mpango wa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, wanawake hao wamepinga zuio hilo. Na taarifa kutoka shirika la Red Crescent la Iran zinaonyesha kwamba idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israeli dhidi ya Israeli imefikia watu 787. Habari za sasa mtazamaji, ninakukaribisha katika Upendo TV Habari. Jina langu ni Jillian Sikawiche. Nitakuletea hapa habari za kitaifa na habari kutokea mataifa mbalimbali, na hapa baadaye basi tutakujia hapa utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Na tuanze na habari kutokea hapa jijini Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza Wizara ya Nishati kuimarisha miundombinu ya hifadhi ya mafuta na kuhakikisha nchi inakuwa na akiba ya kutosha kukabiliana na misukosuko ya bei katika soko la dunia, akitaja kupanda kwa bei ya mafuta duniani huku kukiwa na changamoto inaonyesha umuhimu wa kuwa na miundombinu madhubuti ya nishati. Akizungumza mara baada ya kuweka jiwe la msingi la mradi huo wa kimkakati Kigamboni jijini Dar es Salaam, amesema uwekezaji huo ni hatua muhimu katika kuimarisha nafasi ya Tanzania katika kitovu cha biashara na usafirishaji wa nchi za ukanda wa kimataifa, na kuzitaka taasisi za serikali kuhakikisha mradi unatekelezwa kwa viwango vya kimataifa na kukamilika kwa wakati. Kama tunavyoona misukosuko iliyotokea hapa karibuni wiki iliyopita na tunayoendelea nayo tayari imeshapandisha bei ya mafuta kwa 13% mpaka jana. Sasa hatujui leo na siku zinazokwenda, lakini tumuombe Mungu watu wale wakae juu ya meza, wazungumze, wakubaliane na hii misukosuko iishe, ili dunia irudi katika hali ya kawaida kuendesha chumi za nchi zetu. Kwa hiyo ni vyema kutokana na mabadiliko hayo ya siasa za kidunia tukawa na mradi kama huu ili kujihakikishia usalama wa nishati hii ya mafuta. La tatu, TPA kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mapato Tanzania na taasisi nyingine kuimarisha mfumo wa uhakiki na ufuatiliaji wa vipimo na shehena za mafuta kuanzia yanaposhushwa hadi hatua za usambazaji, ili kuongeza uwazi na kulinda mapato ya taifa. Lakini kama ninavyosema siku zote, swala la mifumo kusomana ili kusiwe na vipenyo vya mapato ya taifa. Waziri wa Uchukuzi Makame Mbarawa ameahidi kuwa wizara yake itasimamia kikamilifu utekelezaji wa mradi huo, na kwamba kukamilika kwa mradi huo utaongeza uwezo wa bandari ya Dar es Salaam kuhudumia mafuta na kuimarisha usalama wa nishati nchini. Tangu makubaliano hayo yalipofanyika, ufanisi wa bandari ya Dar es Salaam umeongezeka na kumekuwa na ongezeko la meli. Mizigo yote inayotoka na kuingia bandarini imeongezeka na mapato yanaendelea kuongezeka siku hadi siku. Mheshimiwa Rais, ninaomba nikuhakikishie wizara itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika uwekezaji, uendeshaji na utoaji wa huduma kwenye maeneo mbalimbali ya sekta ya uchukuzi. Mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA Plastus Mbosa amesema dhumuni kuu la mradi huo ujenzi ni kuongeza uwezo wa nchi kupokea na kuhudumia shehena za mafuta kwa ufanisi zaidi. Ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuboresha miundombinu ya bandari ili kukidhi mahitaji, ambapo wanatarajiwa kukamilika 2027. Kutokana na maoni yako, sekta ya usafirishaji ikiwemo bandari inatarajiwa kuwa moja kati ya vichocheo vikubwa vya utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 kupitia usafirishaji fungamanishi na kupitia fursa za uchumi wa bluu.
Kwa kuhitimisha, naomba serikali yako iendelee kuiwezesha sekta ya bandari kwa kuwekeza katika miundombinu na vifaa vya kisasa ili kuimarisha ushindani wa bandari zetu na kuwa lango bora na la kuaminika kwa maendeleo ya taifa letu. Ni rahisi sana kwa mwananchi wa kawaida, anaweza kahisi mradi huu sio wa watu. Nikisema mradi huu sio wa watu, ile concept kwa Kiingereza inayoitwa development of the people, for the people, by the people, mtu wa kawaida akiangalia anaweza kadhani mradi huu haumhusu yeye. Lakini Mheshimiwa Rais, wewe umekuwa kama nabii kwa yale ambayo leo yanaendelea huko duniani. Now you can imagine kwamba taifa liwe halina kabisa maghala yanayomilikiwa na serikali. Kitakapotokea cha kutokea means taifa linaweza likaparalyze kwa sababu halina kabisa hata hifadhi ya mafuta. Mheshimiwa Rais, pamoja na mradi huu ni kuombe wewe na serikali yako na waziri wa nishati yuko hapa, tuwe na utaratibu wa kuwa na refinery ya kusafisha mafuta wenyewe Tanzania. Refinery hii Mheshimiwa Rais, chini ya uongozi wako tutaweza kuhudumia ukanda wote huu ambao hupo sasa hivi, ambao wao hawana bahari na wana shida ya kupata mafuta. Tukitoka hapa jijini Dar es Salaam, basi tuelekee kule mkoani Arusha. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amewaelekeza wakuu wa mikoa wote nchini kuzisimamia halmashauri zao kuhakikisha zinaweka siku maalum ya kusikiliza malalamiko na kero za wananchi katika ngazi ya kata ili kurahisisha upatikanaji wa huduma na ufumbuzi wa changamoto kwa wananchi wa ngazi ya chini. Maelekezo hayo yameyatoa wakati akifungua mkutano mkuu wa 12 wa Umoja wa Maafisa Elimu wa Mkoa na Halmashauri Tanzania Bara uliofanyika jijini Arusha, ambao wamesisitiza kuwa ni muhimu kwa mkurugenzi wa halmashauri na timu ya usimamizi wa halmashauri CMT kuwa karibu na wananchi na kusikiliza kero zao mapema badala ya kusubiri ziibuliwe wakati wa ziara ya viongozi wakuu wa kitaifa. Sasa nitoe maelekezo kwa wakuu wa mikoa wote kuzisimamia halmashauri zote kuwa na siku moja ya kusikiliza malalamiko ya wananchi kwenye kata. Yaani mkurugenzi identify kwenye wiki 52, wiki ya kwanza ataenda kata gani na CMT yake, waende wakasikilize matatizo ya wananchi kwetu. Ikiwezekana kila Jumatano ya wiki waone ni siku bora ya kwenda kuwasikiliza wananchi matatizo yao kule kwenye level ya kata. Aidha, amesisitiza maafisa hao kuhakikisha kuwa wanafuatilia kwa karibu na kutekeleza maagizo yaliyotolewa na Waziri Mkuu kuhakikisha ndani ya miezi 6 kila shule nchini kunakuwa na vyoo vya kutosha vya wanafunzi na walimu. Kwamba kila shule isiwe na swala linaloitwa hakuna choo cha wanafunzi, hakuna choo cha walimu. Tumepewa miezi 6. Tunafahamu maana yake yale maelekezo ya Waziri Mkuu ni kwamba ninapimwa mimi, anapimwa katibu mkuu, anapimwa DEA, anapimwa na IO, anapimwa afisa elimu sekondari ya halmashauri, anapimwa afisa elimu sekondari wa msingi. Tukikita kambi tena hapa jijini Dar es Salaam, siku chache baada ya Jeshi la Polisi mkoa wa Mara kupitia kwa kamanda polisi mkoa huo Pius Lutumo wataka viongozi wa Baraza la Wanawake wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema BAWACHA kusitisha mpango wao kufanya maadhimisho ya Siku ya Wanawake Duniani Machi 8 mwaka huu mjini Musoma. Wanawake hao wamepinga zuio hilo. Katibu mkuu wa BAWACHA Pamela Maasai akizungumza na waandishi wa habari amesema jeshi la polisi halina mamlaka ya kutoa tafsiri ya kimahakama au kujichukulia hatua zote bila kupewa maelekezo na mahakama, na kwamba wao hawajavunja sheria, hivyo wanajiandaa kusafiri kwenda Musoma katika maadhimisho hayo. Kwa naliasa jeshi la polisi kutafakari mambo haya wanayoendelea kuyafanya, kwani yanaweza kusababisha au kuleta taharuki isiyokuwa na lazima. Na labda niseme tu, hata kama
kungekuwa na masuala ya kimahakama yanayoihusu Chadema ambayo ndio mlezi wa baraza hili, kwa maana baraza ni moja ya wing ambayo iko ndani ya hiki chama. Hata kama kesi hii ingekuwepo, bado jeshi la polisi halina mamlaka ya kutoa tafsiri ya mahakama. Labda kama watuletee barua ya kutuonyesha kwamba kulikuwa kuna court contempt ambayo imeelekeza au imesema kwamba baraza la wanawake wa Chadema linafanya kazi kinyume na maamuzi ya mahakama. Naye wakili msomi wa chama hicho Hekima Mwasipo amesema jeshi la polisi halina mamlaka kisheria ya kuingilia amri ambayo mahakama ilitoa juu ya kumzuia katibu mkuu wa Chadema pamoja na bodi ya wadhamini kutumia mali za chama, na kwamba ikiwa ukiukwaji wa amri ya mahakama utaratibiwa ni kuishtaki mahakama. Kikao hicho au mkutano huu wa BAWACHA ni halali kwa mujibu wa sheria, kwa sababu polisi hawana mamlaka ya kuingilia kesi za madai. Wakati huo huo, Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam kupitia kwa Jaji Hamidu Mwanga imeyatupilia mbali mapingamizi yaliyotolewa na Said Isa Mohamed na wenzake kupinga Tundu Lissu kuunganishwa katika kesi ya mgawanyo wa mali inayowakabili katibu mkuu wa Chadema na bodi ya wadhamini. Na basi tuvuke maji mpaka kule visiwani Zanzibar. Serikali imesema itaendelea kuimarisha zaidi ushirikiano wa kimataifa na kutoa mchango mkubwa katika masuala ya kikanda na kimataifa yanayohusu mazingira na mabadiliko ya nchi. Huyu hapa ni Gerald Leonard na taarifa kamili. Hayo yamesemwa na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, Mhandisi Hamadi Yusufu Masauni, wakati akiongea na waandishi wa habari Unguja, Zanzibar, kuhusu maadhimisho ya siku ya mazingira Afrika inayoadhimishwa kila mwaka Machi 3. Ndugu wanahabari, maendeleo na ukuaji wa taifa lolote duniani pamoja na ustawi wa watu wake umefungamana na hali na ubora wa mazingira. Hali ya mazingira kuwa imara, ukuaji wa uchumi na ustawi wa watu pia huwa imara. Mathalan, sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ilionyesha kuwa Tanzania ina watu milioni 61.7 na hivyo kuwa ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Katika masuala ya uhifadhi na usimamizi wa mazingira, serikali ya awamu ya 6 pamoja na mambo mengine imeimarisha zaidi ushirikiano wa kimataifa na kutoa mchango mkubwa katika masuala ya kikanda, kimataifa yanayohusu mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Amesema maendeleo na ukuaji wa taifa lolote duniani pamoja na ustawi wa watu wake vimefungamana na hali na ubora wa mazingira. Aidha, amesema dunia inapita katika changamoto kuu 3 za mazingira ambazo ni upotevu wa bioanuai, uchafuzi wa mazingira kutokana na vyanzo mbalimbali pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, hali inayokumbusha umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika kuimarisha uhifadhi wa mazingira. Kwa mikoa yote kutumia vyombo mbalimbali vya habari vikiwemo redio za kijamii zilizopo katika halmashauri zetu, kuhamasishana na kuelimisha jamii kwa masuala ya hususi uhifadhi ya mazingira, hususan kutumia nishati mbadala ya mkaa, majiko banifu pamoja na kutumia njia sahihi za kuhifadhi taka. Tukumbuke kwamba Tanzania yetu hii ni moja, hatakuwa na sehemu nyingine zaidi ya hii. Hivyo suala la uhifadhi wa mazingira ni jukumu letu sote na tunapaswa kulitekeleza. Machi 3 ya kila mwaka bara la Afrika huadhimisha siku ya mazingira Afrika. Siku hiyo adhimu iliasisiwa mwaka 2002 na Baraza la Mawaziri la Umoja wa Afrika, ikiwa ni moja ya maazimio muhimu ya Umoja wa Afrika katika kuhimiza nchi wanachama na bara la Afrika kutunza na kuhifadhi mazingira. Kauli mbiu ya mwaka huu ni uhakika wa upatikanaji endelevu wa maji na mifumo salama ya usafi wa mazingira ili kufikia malengo ya ajenda ya mwaka 2063.
Tukitoka huko Zanzibar tuelekee moja kwa moja nyanda za juu kusini kule mkoani Mbeya. Wakazi wa kata ya Iganzo jijini Mbeya wameiomba serikali kuimarisha ulinzi na usalama kufuatia kuongezeka kwa matukio ya ubakaji, utekaji na uporaji yanayodaiwa kufanywa na baadhi ya watu wanaodhaniwa kuwa madereva wa bajaji. Taarifa ya Emmanuel Lulandala inafafanua zaidi. Wakizungumza katika mkutano wa dharura uliofanyika eneo la Iganzo, wananchi wamesema hali ya usalama imezua hofu kubwa hasa kwa wanawake na watoto, wakitaka hatua za haraka zichukuliwe ili kurejesha utulivu katika mitaa yao. Sisi wakina mama na mabinti na wasichana ndio waathirika wa sehemu kubwa na ambao ndio tunaopata shida. Kwenye historia ya kubakwa ni mabinti na wakina mama, na wanaotubaka ni vijana wadogo wenye umri mdogo, wanatuvizia kina mama. Sasa ingine tunatoka kwenye biashara tunarudi tunaathirika na hiyo hali. Vijana wa hapa wamejitetea kwamba sio wao, lakini na imani kwamba wao ndio walinzi wetu, wao ndio watoto wetu, wao ndio sehemu ya kutulinda sisi. Kwa nini wanavyomwona mtu mgeni kwamba hafai kwenye hayo maeneo, kwa nini wasimtolee taarifa kwamba huyu ni mtu mgeni? Haya matukio ya kutekateka watu huwa yanafanywa kwa usiku. Usiku inapotokea imefika wakati wa usiku wa bajaji, wao wanawachukua watu na kuwateka na kuwapeleka kule juu. Upande mwingine ikifikia muda wa saa 11, wale wakina mama wanaenda kusalimia wagonjwa hospitalini ambao rufaa, wengine wao wanashuka miguu, wamekosa usafiri. Sasa huwa wanawavizia njiani na kuwateka na kuwabaka kwa stendi ya Chunya hapo. Diwani wa kata Iganzo Daniel Mwanjoka amekemea vikali vitendo hivyo na kuwataka wanaohusika kuacha mara moja, akiahidi kushirikiana na mamlaka za usalama kuhakikisha wahalifu wanachukuliwa hatua. Wewe zungumza tu huko unajua kama urais. Lakini ni Iganzo ambapo kuna kijana wa CB Jumatano iliyopita tumetoka kumsafirisha. Hatujui nini kimemkuta, lakini tumemkuta kule juu pale kwenye kifusi, kwenye maji, amefariki. Sasa aidha lilitokea alipigwa, vyovyote vile mimi sio msemaji wa hayo, lakini ni ndani ya uhalifu. Na ndio maana leo unatuona tunazungumza kwa sura hii, kwa sababu watu wameshajeruhiwa. Sasa tutakuja sisi na msimamo wetu na tuliokubaliana nyinyi vijana, na kuanzia sasa hivi ninavyozungumza, nyinyi viongozi wa bajaji, ni marufuku kuanzia sasa tunavyosema hivi bajaji yoyote kuikuta imepaki pale. Naye mhasibu wa madereva bajaji jijini Mbeya Fanuel Sanga amesema madereva wahusiki na matukio hayo na kwamba wapo tayari kushirikiana na jeshi la polisi kuwatambua wahalifu wanaochafua tasnia hiyo. Sisi kama viongozi wa umoja wa madereva bajaji na wamiliki jiji la Mbeya, baada ya kupata taarifa hii, tunalaani vikali jambo kama hili. Matukio yote ya kiharifu sisi haturuhusu kwenye umoja wetu wa madereva bajaji na wamiliki jiji la Mbeya. Polisi kata Iganzo Alex Marukasa amehimiza wananchi kwa mabalozi wa usalama kwa kutoa taarifa sahihi kwa wakati ili kudhibiti vitendo vya uhalifu. Taidini, angalia bajaji kwenye ubango wa bajaji ni namba ngapi na usajili wake ni namba ngapi. Bajaji sisi zinapita muda wote. Kama hujakamilisha hilo swala la kuangalia namba ya bajaji ukaiandika kwenye simu, kuna haraka gani ya kuingangania hiyo bajaji uingie haraka wakati hujakamilisha? Basi subiri, chukua namba ya bajaji, kalili. Endapo kama litatokea lolote kule, inakuwa ni rahisi kumbaini mtu aliyekufanyia huo ukatili. Mnashindwa kuleta taarifa kwa sababu hamjui watu wanaowafanyia hivyo vitu. Sasa tunawaomba kina mama wote wale waliowahi kukutana na hizi changamoto, kama unamfahamu, kuna mtu anamfahamu aliacha kufanyia matendo kama hayo ya ukatili, basi njoo pale Central. Sisi jeshi la polisi tutahakikisha tunawachukulia hatua watu wote wanaofanya hivyo. Wananchi wameendelea kusisitiza kuwa usalama ni jukumu la kila mmoja, huku wakiomba serikali kuongeza doria na kuchukua hatua kali kwa wote watakaobainika kujihusisha na vitendo hivyo. Kutoka mkoani Mbeya, Emmanuel Lulandala. Asante sana Emmanuel Lulandala kutoka kule mkoani Mbeya. Na mtazamaji, basi moja kwa moja tuelekee kaskazini mwa Tanzania mkoani Kilimanjaro. Jumuiya ya wanawake ya Chama cha Mapinduzi UWT wilaya ya Moshi kwa kushirikiana na hospitali ya rufaa ya kikanda KSMC kupitia kitengo cha KCRA wametoa huduma ya upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi na matiti kwa wanawake wa mkoa wa Kilimanjaro, ikiwa ni sehemu ya kuelekea maadhimisho ya siku ya mwanamke
duniani. Huyu hapa Rehema Abraham na taarifa kamili. Zoezi hilo limefanyika katika kituo cha afya Pasua kilichopo kata ya Bomambuzi wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Akizungumza katika ufunguzi wa zoezi hilo, mwenyekiti wa UWT wilaya ya Moshi mjini Teresia Komba amesema wameamua kuandaa zoezi hilo kutokana na kuongezeka kwa changamoto ya saratani nchini hususan kwa wanawake, huku akisisitiza umuhimu wa wanawake kujenga utamaduni wa kupima afya zao mara kwa mara ili kuokoa maisha. Na tumefanya hivi baada ya kugundua kwamba changamoto hii ya saratani imekuwa kubwa ndani ya nchi yetu pia, lakini pia tumeona baadhi ya wanawake wengine wanakosa fedha za kuweza kukidhi zile gharama angalau za kwenda kuonana na madaktari bingwa, lakini wengine wamekuwa busy sana na shughuli za, unajua kina mama si wengi ni watafutaji, kwa ule muda wa kukaa kwenda kucheki afya zetu wakati mwingine tunajikuta kwamba tunakosa muda. Kwa hiyo tumeona tusogeze huduma hii iwe karibu zaidi kwa jamii, hasa kwa wananchi wa kawaida, hususan kwa wakina mama hawa, ili waweze kupata fursa ya kuweza kuonana na madaktari bingwa, kupata vipimo hivi ambavyo tumevisema hapa vya saratani, lakini pia kupata elimu kwenye masuala mbalimbali ikiwemo masuala ya bima ya afya kwa wote. Lakini pia tumeona tufanye hivi tuweze kuwakutanisha kwa pamoja na wengine pia wapata msaada wa masuala ya kisheria. Daktari kiongozi wa kituo cha afya Pasua, Daktari Francis Gwesma, amewataka wanawake kujitokeza kwa wingi katika zoezi hilo la upimaji, akieleza kuwa saratani inapogundulika mapema kuna uwezekano mkubwa wa kutibika. Na mara nyingi tunawapata wagonjwa wenye matatizo haya pale inapokuwa imefikia kwenye stage ya mwisho kabisa. Sababu saratani ya mlango wa kizazi inaanza miaka mingi kabla ya kuanza kuonyesha dalili. Kati inaanza kuonyesha dalili tayari imeshaenda mbali. Imeshaenda mbali, labda stage ya 3 au ya 4 ndio shida kubwa. Na inapofika stage ya 3 au ya 4 mara nyingi kutibika ni vigumu sana. Ila saratani ya mlango wa kizazi ni saratani ambayo inatibika ikiwahiwa. Sasa kuna jitihada za makusudi kufanya uchunguzi kabla tatizo halijawa kubwa kwa mgonjwa kwenye stage ya kwanza pale mabadiliko yanapoanza kutokea. Kwa upande wake, daktari bingwa wa upasuaji kutoka hospitali ya rufaa ya kikanda KSMC, Dr. Teresia Mwakyembe, amesema changamoto kubwa inayojitokeza ni wanawake wengi kufika hospitalini wakiwa tayari katika hatua za mwisho za ugonjwa huo, jambo linalopunguza uwezekano wa matibabu kufanikiwa. Mama wengi wanakuja hospitali katika hatua za mwisho, kumbe wangewahi kuja mapema wangeweza kupata matibabu na tungeokoa maisha ya wanawake wengi. Na tumeona wanawake wengi wanakuja ambao wana shida za saratani ya matiti, wanakuja katika hatua ya 3 na ya 4, lakini kumbe wanaweza kuja kwenye hatua ya kwanza na ya pili wakapata matibabu kwa gharama nafuu na matokeo yanakuwa mazuri. Katibu wa UWT wilaya ya Moshi, Catherine Sarwat, amesema wameanza maadhimisho hayo kwa kutoa huduma ya upimaji pamoja na elimu kuhusu bima ya afya, ikiwa ni kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuboresha huduma za afya kwa wananchi, huku diwani wa kata ya Bomambuzi Juma Raibu akiomba serikali kuongeza fedha kwa ajili ya kuboresha kituo hicho ambacho kinatoa huduma kwa wananchi wa ndani na nje ya kata hiyo. Toa elimu ile ya bima kwa watu wote, tukasema wanawake wetu wafaidi, wajue sera na mikakati na mpango huu ambao ameubeba mwenyekiti wetu wa chama taifa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sisi UWT kama wanawake tunaunga juhudi ile ya Mheshimiwa Rais mkono kwa vitendo, tukionyesha kufanya kazi hizi kwa vitendo. Kwa mimi niomba serikali, nimeshatoa proposal kwenye baraza la budget kwamba tuendelee kuongeza fedha za mara kwa mara za kuhudumia kituo hichi cha Bomambuzi, kata ya Bomambuzi, kituo cha afya cha Bomambuzi Pasua, ili kiendelee kutoa huduma bora. Na kwa sababu watu wengi wanakuja sasa hivi wanakuta huduma ya mama na mtoto hiyo hakuna. Ni kwa sababu ya nini? Wamekuja watu wengine ambao sio eneo hilo wamechukua hiyo. Kwa hiyo tunavyokadiria sisi tunakadiria kwa capacity ya kituo cha afya, lakini kuja watu wengi kwa sababu kwanza kuna huduma bora ya kituo cha afya hicho.
Zoezi hilo la upimaji wa saratani kwa shingo ya kizazi na saratani ya matiti kwa wanawake linaendelea kwa muda wa siku 3 katika kituo hicho. Kutoka hapa wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Kule Songwe, mamlaka ya kuzuia na kupambana rushwa nchini TAKUKURU mkoani Songwe imefanikiwa kuokoa shilingi milioni 28 baada ya kubaini ucheleweshaji wa urejeshaji wa mikopo ya 10% iliyotolewa na serikali kupitia halmashauri, hali iliyohusisha baadhi ya vikundi vilivyonufaika na mikopo hiyo. Akisoma taarifa ya mafanikio yaliyofikiwa na mamlaka hiyo kwa kipindi cha miezi mitatu, mkuu wa TAKUKURU mkoani hapa Frida Wikes amesema pamoja na mafanikio mengine, mamlaka hiyo ilikomboa fedha hizo baada ya kubaini kuwepo kwa baadhi ya wadaiwa waliokuwa wamekopa na kushindwa kurejesha mikopo hiyo kwa wakati licha ya muda wa kuirejesha kuisha. TAKUKURU mkoa wa Songwe iliweza kuokoa fedha shilingi milioni 28 za vikundi 10% kutoka kwa vikundi mbalimbali ambavyo vinakopa katika halmashauri zetu. Katika ufuatiliaji wa matumizi ya fedha zilizotolewa na serikali, TAKUKURU Songwe imesaidia halmashauri ya wilaya Mbozi kurejesha fedha milioni 28 kutoka kwa vikundi vilivyonufaika na mikopo ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu na kuwawezesha wananchi wengine kuweza kunufaika na mikopo hiyo. Awali vikundi hivyo vilinufaika na mikopo na hawakuwa wakirejesha mikopo hiyo, ambapo muda wa kurejesha ulikuwa umekwisha. Aidha, katika kuhakikisha miradi kwenye jamii inatekelezwa kwa weledi na ufanisi, mamlaka hiyo ilichukua uamuzi wa kufuatilia na kuchunguza miradi 30 yenye thamani ya shilingi bilioni 2.28 ikiwa ni miradi kutoka katika sekta za elimu, afya, miundombinu pamoja na maji. TAKUKURU ilifuatilia matumizi ya fedha za utekelezaji miradi 30 yenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 2.28. Miradi hiyo ilihusisha sekta ya elimu, afya, miundombinu na maji. Miradi 12 ilikutwa na mapungufu ya kiufundi na ushauri ulitolewa ili wahusika waweze kurekebisha mapungufu hayo. Ameongeza kuwa mamlaka inapongeza jamii kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwa mamlaka hiyo, akieleza kuwa kumekuwa na ongezeko la wananchi kushiriki katika utoaji wa ushahidi kwenye kesi mbalimbali mahakamani, ambapo ameyataja matukio ya semina, mafunzo pamoja na utoaji wa habari kama njia zinazotumiwa na mamlaka hiyo ili kupeleka uelewa kwa wananchi kuhusu uelewa wa kuzuia na kupambana na vitendo vya rushwa kwenye jamii. Wananchi wameendelea kuhamasika kutoa taarifa za vitendo vya rushwa, vile vile uelewa wa wajibu wa wananchi kutoa ushahidi mahakamani umeongezeka. Katika jitihada za kufikia umma wa Watanzania na kuongeza ushiriki wao katika mapambano dhidi ya rushwa, TAKUKURU iliendesha semina 45, mikutano ya hadhara 26, uimarishaji klabu za wapinga rushwa 58, iliendesha vipindi vya redio 2, maonyesho yalifanyika 5 na utoaji wa habari 9. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Songwe, mimi ni Nicholas Ndabila, Upendo TV. Na tuelekee moja kwa moja kule mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Uvinza Dina Mathamani amewataka waumini wa dini ya Kiislamu na Wakristo kuchukua hatua za kuhakikisha watoto wao ambao hawajaripoti shule wanapelekwa mara moja, sambamba na kuendelea kulinda na kuitunza amani ya nchi, akisisitiza bila amani Watanzania hawawezi kufikia dhamira ya kukuza uchumi wao na taifa. Kutoka wilayani Uvinza mkoani Kigoma, mwanahabari wetu na taarifa zaidi. Ni iftari ambayo imeandaliwa na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Uvinza, mgeni rasmi akiwa mkuu wa wilaya Uvinza Dina Mathamani. Hafla hii ikiwakutanisha Waislamu na Wakristo. Hotuba ya mkuu wa wilaya ya Uvinza nasisitiza umoja na mshikamano kwa dini zote, lakini pia wanajikita katika dhana ya kulinda amani ili waweze kuendelea na majukumu katika hali ya utulivu. Tunatakiwa tuwalee watoto wetu, tuwatunze, tuwapeleke shule. Hatuna sababu sisi ya kuhangaika serikali kama mtu anajua kwamba anatakiwa ampeleke mtoto wake shule. Tukatunze amani, kwani amani ndio chanzo cha yote.
Ukiwa na amani mtakusanyika katika mkusanyiko huu. Mkiwa na amani watoto watakwenda shule, mkiwa na amani utafanya shughuli zako mbalimbali bila kubughudhiwa. Kwa hiyo naomba tushirikiane kwa hilo, tutunze amani yetu, tulinde umoja wetu na mshikamano. Wananchi walikuwa wengi, wameitikia mwitikio kama tulivyoona, wamefurahi, na inaonyesha jinsi gani sisi kama Watanzania tunavyoishi kwa upendo na amani bila kujali itikadi za dini wala jambo lolote lile. Watumishi wameelewa kabisa maana ili muweze kusonga mbele lazima muwe mna upendo, mshikamano, pale mnapokozana msameane kwa mustakabali wa maendeleo ya wilaya yetu na halmashauri yetu na nchi kwa ujumla wake. Katika hafla hii ya iftari, viongozi wa dini na waumini wameelezea namna ambavyo watakuwa na umoja, kuepusha makundi, kuhakikisha dhana zima ya kutunza amani inatimia. Tumeliona jambo hili kama ni tukio zuri la kupendeza linaloleta wananchi pamoja na tufanya tujuane, tufahamiane, tupendane, watu wa imani tofauti tofauti tuwe wamoja katika nchi yetu. Amani ni tunu katika tunu za nchi yetu, na kitu kisha kuwa tunu kina nafasi nzuri sana ambacho mtu anapaswa kukilinda na kukitunza. Moja kuu ni kutengeneza umoja na mshikamano baina ya sisi wote kwenye jamii, kwa sababu vitabu vyote vitukufu, Biblia na Qur'ani, vyote vimehamasisha na vinatueleza namna gani thamani ya kushikamana ilivyokuwa na thamani kubwa. Penye kusimama umoja ndio penye kufanyika kila kitu, lakini umoja ukikosekana basi kila kitu kimeishia hapo. Hayo ndiyo yamejiri kuhakikisha swala zima la umoja na mshikamano kwa Wakristo na Waislamu vinaendelea kuasisiwa. Kutoka Uvinza mkoani Kigoma, Kadislaus Ezekieli. Haya, tukirejea tena hapa jijini Dar es Salaam katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, ngome ya wanawake wa chama cha ACT Wazalendo leo wamezindua ishara ya mnara wa maombolezo kwa kumbukumbu vurugu za uchaguzi mkuu wa Tanzania Oktoba 29 mwaka jana. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari ofisini kwa Magomeni jijini Dar es Salaam, kiongozi wa chama hichi cha ACT Wazalendo Taifa Dorothy Semo amesema wanaanza ziara nchi nzima kupaza sauti ya wanawake katika kukumbuka vurugu za mwaka jana, sanjari na kushinikiza kuwepo kwa tume huru ya uchunguzi na sio iliyoteuliwa. Tunataka kuundwa tume huru ya uchunguzi nje ya serikali. Tunarudia tena, tume hii iliyoundwa haitatendea haki wa Tanzania, kwa vile tunajua bado inajibu kwa iliyowateua na michakato yake inaendelea, na tutasikia watakapokamilisha. Na baadhi ya wakilishi wa tukio hilo akiwemo Askofu Emausi Mwamakula wamesema kumbukizi hiyo ni mwanzo mzuri wa kuenzi na kukumbuka Watanzania wapoteza maisha Oktoba 29 mwaka jana. Kwa sababu hiyo ningependekeza tuite kwamba ni Esperanza, ni siku ya matumaini kwa taifa la Tanzania. Sababu ya kusahau kwetu ni kukubali kirahisi damu ya wenzetu kwenda bure bila uwajibikaji. Hatupaswi kusahau, tunapaswa kuona mamlaka na wote waliofanya mauaji ya tarehe 29 Oktoba wanakiri kosa lao na kuchukua hatua za uwajibikaji kwa wote waliohusika na mauaji ya tarehe hiyo 29 mwaka 2025. Salamu za ngome wazee taifa kuelekea tukio la kumbukizi la Oktoba 29, mauaji yaliyofanyika kwa wananchi wasio na hatia. Ngome wazee ya ACT Wazalendo yanalaani vikali mauaji yaliyofanyika. Kwa hiyo nyinyi mlikuwa mna kila sababu kutokana na jina lenu na kile ambacho kimetokea, maana yake inakwenda sambamba, na tunamwomba Mungu awatie nguvu muweze kuzunguka nchi nzima kama jina lenu lilivyo, sambamba na hawa ukizingatia wazalendo. Na mtazamaji wa Upendo TV, tupate pumziko mafupi, kisha nitakaporejea hapa basi tutaungana moja kwa moja na Gerald Leonard kukuletea hapa habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke.